Bwana Yesu asifiwe. Hongereni wahitimu. Ilikuwa kama ndoto, safari ya miaka miwili, sio lele mama. Amina. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Asante walimu ndio mmefanya kazi ya kuhakikisha kwamba hao vijana wetu wanafika mwisho. Mungu awabariki. Amina. Nitasoma neno la Mungu kwa ufupi kabisa, kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 17. Kitabu cha waraka kwa Yuda sura ya kwanza mstari wa 17. Lakini kabla sijasoma, naomba tuombe. Yuda sura ya kwanza mstari wa 17 nasema, kuendelea kidogo: bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwepo watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na shida, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari za waraka wa Yuda kwa watu wote waliokuwa Wakristo, ambaye huyu Yuda sio Yuda Iskarioti, ni Yuda aliyekuwa ndugu yake Yesu, ni ndugu yake Yakobo, waliokuwa tunaweza kusema wameshare, wamezaliwa kwa mama moja. Ni huyu Yuda ambaye amefunuliwa kwa watu wote, akiwatia nguvu wale Wakristo wa kipindi kile ambao uliingiwa na uvumi wa nabii wa uongo. Kwa hiyo alikuwa anawatahadharisha kwamba wawe makini, wasiende huko, wasiwakubali hao manabii wa uongo. Ilikuwa kipindi kile, lakini naamini hata kipindi hiki mambo haya yapo. Wengine wanasema mimi ni Mungu, wengine wanasema mimi nafufua, mimi nafanya nini, lakini ukifuatilia undani wake unakuta hawamsemi Mungu tuliye naye aliye hai. Haleluya. Wanamsema Mungu wao wanayemjua wao. Lakini sisi ambao tumepata neema ya Ukristo, nadhani wote ni Wakristo, hata kama hujawa Mkristo lakini umesoma chuo cha kanisa, najua umemjua Mungu wa kweli. Amina. Mungu, kumfuata Mungu aliye hai, anasema wahurumieni wengine, wanyakueni hata kwenye moto. Haleluya. Wale ambao unaona hawa kwa hivi walivyo, hawa hawataenda mbinguni, kwa hivi wanavyovuta bangi hawana uzima milele. Tuwasaidieni. Amina. Tukawe vielelezo huko tunakoelekea. Tumejifunza mengi, najua watumishi wa Mungu walimu wamewafundisha mengi, si ufundi tu, na maisha, jinsi ya kuishi maisha katika tunayoendea maisha ya kila siku. Mungu akawasaidia wana Mungu kuishi kwa kufuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu, awezaye yote. Atupe imani ya kweli, tukaifuate imani ambayo ni ya Yesu Kristo, sio imani nyingine. Wanasema njoo chukue udongo, njoo chukue chumvi. Yesu peke yake atosha. Haleluya. Wewe watawadanganya hayo, wewe ili uwe
uwe fundi, waje wateja wengi, nenda kajiongeze. Usikubali kauli ushauri wa aina hiyo. Haleluya. Usikubali, kamfuate Yesu ambaye anaweza kukupa upako ukawa fundi, wakasema wewe mchawi, kumbe ni Mungu amekupaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kaendelea sawa sawa na mapenzi ya Mungu huko mnakoelekea kwenye jamii. Jamii itakupenda pale unapokuwa na tabia njema. Neno linasema lichukieni hata vazi la huyo mwenye dhambi ambaye hayuko sawa na Yesu, haendi sasa na Yesu. Mnamuona amezama katika dimbwi la dhambi. Hilo msaidieni, mnyakweni, usimteme mate, usimtenge kwa sababu pengine amemezwa na shetani. Mshauri, muombe, hata kama ni kaka yako, ni dada yako, ni mama yako, usimtenge, umuombe ili Yesu amguse, ambadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki neno lake. Naomba Baba, asante, naomba tusimame.